Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka Young Africans bado inaendelea kuweza kutanua mbawa zake katika kutengeneza kikosi imara ambacho kitakachoweza kuhakikisha kwamba kunako msimu ujao hautakuwa msimu mgumu kama msimu uliopita, ambapo msimu uliopita uliweza kushuhudia walikuwa na kikosi kipana, lakini upana wake ukakumbwa na majeraha ya wachezaji, lakini pia kuchoka kwa wachezaji wa kutumia katika michezo mingi kukafanya kikosi kikawa ni kifinyu. Lakini msimu huu baada ya kuweza kuligundua hilo, wameweza kufanya usajili mkubwa na wa maana kweli kweli, na sasa bado haujaisha, wameendelea kuweza kushusha vyuma hatari baada ya kuweza kulitikisa soka la Afrika kwa kuweza kumshusha miongoni mwa washambuliaji wenye uzoefu na rekodi bora kabisa barani Afrika kupitia klabu ya Mamelodi Sundowns. Peter Shalulile bado anaendelea kuweza kukitonesha kidonda kwa wapinzani wao ambao wameonekana kunywea kabisa na kuwa wadogo baada ya kile kilichofanyika. Sasa klabu ya soka Young Africans haijaishia hapo kutoa maumivu kwa wapinzani wake katika dirisha hili la usajili, ambapo leo hii pia wamekwenda kukamilisha dili la mchezaji mkubwa kwenye kikosi chao. Wale ambao walikuwa wanasema kwamba haitowezekana, sasa ni rasmi inawezekana, na klabu ya soka Young Africans hawajaamua tu kufanya usajili, wameamua kuweza kuvunja benki na kuweza kuingia sokoni kusajili vifaa vya maana, wakiwa na matumaini ya kwamba msimu ujao wanafika sehemu nzuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa nikukumbusha kwamba ni nani huyu ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ametokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi, au yote tutakwenda kuyajua katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa nyingi kutoka ndani ya kikosi ya Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ile usiendelee kupitwa na taarifa zetu, tutakufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans inaendelea kuweza kujijengea heshima yako, kuweza kushusha miamba ya soka ambayo ina uzoefu na ubora mkubwa katika ligi ya Tanzania, ambao watakuja kuweza kufanya mabalaa mazito kweli kweli. Sasa klabu hiyo ya Young Africans inaelezwa kwamba leo hii mapema kabisa, baada ya kuweza kufanya mazungumzo mazito na uongozi wa klabu ya soka ya Azam FC juu ya kuweza kumpata Feitoto, ambapo inaelezwa kwamba Young Africans wako tayari kulipa kiasi cha fedha kilichobaki katika mkataba wa Feitoto, ambapo inaelezwa kwamba mkataba huo umebakisha muda mchache sana kuweza kumalizika, zaidi kama ya miezi kadhaa. Mkataba huo unaweza kumalizika na huenda kaondoka kama mchezaji huru katika klabu ya soka ya Azam FC. Sasa Yanga wanataka kuweza kufanya biashara ya kumrudisha nyota wao. Ikumbuka kwamba Feitoto aliondoka kwenye kikosi cha Young Africans na kutua Azam FC baada ya kutokea mkanganyiko katika kile kilichoweza kutokea, lakini sasa mambo yako vizuri. Faisal yuko tayari kuweza kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa zinaeleza kuwa klabu ya Yanga imepiga hatua kubwa katika harakati za kumrejesha kiungo mahiri Faisal Salum Feitoto baada ya pande hizo mbili kufikia makubaliano binafsi. Masuala yanahusu ada ya kusaini mkataba, sign-on fee, mshahara pamoja na bonus mbalimbali hayajaonekana kuwa kikwazo kati ya Yanga na Feitoto. Inaelezwa kuwa pande zote zimeafikiana kuhusu masharti binafsi ya mchezaji, jambo linaloonyesha kuwa kiungo huyo yupo tayari kuvaa tena jezi ya wananchi
nchi endapo hatua za mwisho zitakamilika. Hata hivyo, pamoja na makubaliano hayo binafsi, kinachosalia sasa ni mazungumzo rasmi kati ya Yanga na Azam FC ambayo bado inamiliki haki za kimkataba za Feitoto. Hivyo uhamisho huo hauwezi kukamilika hadi klabu hizo mbili zitakapofikia mwafaka kuhusu masharti ya uhamisho wa mchezaji huyo. Iwapo Yanga na Azam FC watafanikiwa kufikia makubaliano rasmi, kurejea kwa Feitoto kunatarajiwa kuwa pamoja ya usajili mkubwa zaidi kufanyika kwa kipindi cha hivi karibuni. Hadi sasa makubaliano binafsi kati ya Yanga na Feitoto ndiyo yanaripotiwa kufikiwa, huku hatua ya mwisho ikisalia kuwa mazungumzo na Azam ili kukamilisha uhamisho huo wa nyota huyo ambaye ni Feitoto. Kwa upande wa Feitoto, yeye hana pingamizi na kurudi kwake kwenye kikosi cha Young Africans na yuko tayari hata iwe kesho asubuhi, lakini kinachozuia kwa sasa ni mkataba ambao amesaini na Azam FC ambao bado yupo katika kipengele hicho. Lakini taarifa ni kufikia kwamba Azam FC wenyewe wamefunguka juu ya Feitoto kuondoka kwake kwenye kikosi cha Azam FC, na inaelezwa kwamba kwa taarifa ambayo imetufikia wakati huu ni kwamba uongozi wa klabu ya Azam FC umevunja ukimya na kuweka wazi msimamo wake kuhusu hatima ya kiungo mchezaji Faisal Feitoto kufuatia kuendelea kusambaa kwa tetesi zinazomhusu na kuondoka klabuni hapo. Azam FC imesisitiza kuwa haijapokea taarifa ya kuondoka mchezaji huyo na klabu nyingine inayomtaka, ikibainisha kuwa Feitoto bado na mkataba wa muda mrefu na yupo Azam FC. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa habari wa Azam FC ameeleza kuwa klabu hiyo haijamfunga mikono mchezaji yoyote, lakini taratibu halali za usajili lazima zifuate, ambapo hatuna tatizo na mchezaji anayetaka kuingia ama kuondoka klabuni. Haina taarifa ambayo wenyewe wanaisema ya kwamba hawajamzuia Feitoto kuondoka, na kama kuna mtu anamhitaji Feitoto aje mezani wafanye biashara ambayo itakayoweza kuwanufaisha Azam FC, ambapo watakuwa wako tayari kuweza kumwachia Feitoto kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Azam FC. Na Young Africans wanaonesha kabisa dhamira ya dhati kwamba safari hii hawataki unyonge katika biashara zao ambazo wanazifanya kwenye kikosi chao. Na mpaka sasa namba 6 ambayo inaonekana kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kuwa ni mazuri zaidi, ambapo sasa hivi umeweza kushuhudia wachezaji wakubwa wanashushwa, na namba 6 ambayo inasubiriwa kwa hamu ni pamoja na usajili huo wa Feitoto. Endapo ukikamilika, basi Young Africans watakuwa wamekamilisha kile ambacho walichokuwa kiweza kukipigia mahesabu. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, wewe umepokeaje usajili huu wa